Mheshimiwa Meya kama mlivyosema, amesema mtunza hazina hapa, amesema kama ametusema vizuri, kwanza kwa mwaka wa fedha wa 2023-2024 halmashauri ya manispaa ya Kinondoni ilipata hati inayoridhisha, hati safi. Hati hutolewa kwa kuzingatia matakwa ya kanuni mbalimbali na standard mbalimbali, ikiwa ni standard za IPSAS kutengeneza vitabu vya hesabu kulingana na standard za kimataifa, na Tanzania tumeamua kufuata standard ya IPSAS za accrual ambayo tunaifanyia kazi. Kwa hiyo tunahakikisha na sisi wakati wa ukaguzi tunatumia standard zetu za kiukaguzi ISAI kuhakikisha kwamba tunakagua kujua kwamba hizi hesabu zimetengenezwa vizuri. Kwa hiyo tulivyokagua tukakuta hesabu zimetengenezwa vizuri, basi tukatoa hati safi ambayo unaona mnakuwa nayo hapo, imesainiwa kwa mkono wangu, na taarifa zote za hati lazima ni saini mwenyewe. Hiyo ni kwa mujibu wa katiba. Lakini ndugu zangu, ingawa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni imekuwa na mwenendo mzuri kama alivyosema miaka yote minne, na mimi siwezi kusaini hati mbaya kwa manispaa ya Kinondoni tangia nimeingia ni mwaka wa 5 sasa, naenda wa 6. Siwezi kusaini hati ambayo ni mbaya au hati yenye mashaka. Siku zote mko nisaini hati safi. Kwa hiyo niwapongeze. Huu ni mwendelezo wa hizo hati. Lakini bado halmashauri imekuwa ikipata hoja nyingi za kikaguzi ambazo nyingine zimekuwa zikijirudia mwaka hadi mwaka. Hali inaashiria kuwa bado jitihada za makusudi zinatakiwa kuongeza hatua mbalimbali ili kuhakikisha kwamba hoja hizo zinatekelezwa kikamilifu na zisijirudie. Kwa sababu hatari yake ni kwamba zikiendelea kujirudia, kuna siku mtapata hati ambayo ni mbaya. Kuna gap fulani ya kutoelewa vizuri jinsi ya kushughulikia taarifa za CAG hasa katika mabaraza ya madiwani. Kwenye bunge nimefanya mafunzo mengi sana kuwasaidia wabunge, waheshimiwa wabunge kuelewa jinsi ya kuhoji, sababu hawa wataalamu wanatakiwa wahojiwe vizuri, jinsi ya kuwahoji na jinsi ya kushughulikia na kuelewa ukaguzi unafanyikaje mpaka ripoti inakuja kutoka. Kwa hiyo kwa upande wa wabunge nimefanya mafunzo mengi sana. Mwaka ujao nitaanza kufanya mafunzo hayo kwa waheshimiwa madiwani, na nitaanzia mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo tuombe Mwenyezi Mungu, mkirejea basi tutakutana katika mafunzo, tutakutana na mimi katika mafunzo au watu wangu katika mafunzo, ili tuanze vizuri mpaka ndani ya miaka 5, mkifika mwaka wa 2 au wa 3 mnakuwa mmeshaiva vizuri na kuweza kuhoji vizuri, ili tuweze kusimamia rasilimali za nchi. Mstahiki Meya, wewe unaondoka pamoja na baraza hili lote. Miezi karibu 4 au 5 baraza litakuwa liko, halmashauri itakuwa iko chini ya mkurugenzi ambaye pia ataakti nafasi hii. Pia itakuwa iko chini ya wakuu wote wa idara. Kwa miaka mingi kumekuwa kuna malalamiko kwamba unajua sisi tufanye kazi vizuri kwa sababu tunaingiliwa na wanasiasa. Si kama mnaelewa hicho kitu. Huwa wakati fulani kuna viugomvi vile kati ya sisi wataalamu huku na nyinyi wanasiasa huku, kwamba tunaingiliana. Sasa tuna miezi karibu 4 au 5 mkurugenzi, ya hawa jamaa watakaporudi tena waheshimiwa waje waone kuna jambo limefanyika ambalo linaweza likaanza hata wao kuwatafakarisha kwamba very likely labda sisi kweli tulikuwa ni kikwazo. Sasa wakiukuta huko vile wanasema kumbe nyinyi ndio kikwazo. Si kama mnaniomba hapo. Ndio ule msemo wangu kwamba kiongozi lazima uwe pale kutatua tatizo. Ukilelea tatizo linajibadilisha, linakuwa kiongozi. Halafu kiongozi anakuwa tatizo. Sasa hizi transformations hizi zinakuepo automatic. Yaani kuna tatizo lenyewe limejibadilisha. Ndio unamkuta mtu yuko nje analia, ni unalia, asema huko ndani kuna nyoka. Wapi? Huko ndani. Nenda kalala sasa, siwezi kwenda. Ndani ya nyumba yangu kuna nyoka. Huyo nyoka amefanikiwa kuwa kiongozi anayedictate huyu. Si kama nilamba. Na hili watumishi nielewe vizuri sana. Kwa hiyo hizi halmashauri tunapoziendesha, kila moja kwenye idara yake ajue kwamba una
potential gani, na evaluation yake ni simple. Wewe potea tu siku 2 siku 5, simu haipigwi kuuliza aise vipi uko wapi, ujue hapo hapana kitu bado, hujatengeneza impact. Si kama unaelewa mpaka. Lakini ukifanikiwa kutengeneza impact, lazima hata leo nyinyi madiwani mnakokwenda kule, wananchi watakuwa mbadilika, wanakuwa watumwa. Sio wanakuwa watumwa kwa bahati mbaya, wanakuwa watumwa kwa kazi zako, ambayo wengi zangu wamewaombea kwamba muweze kurudi wote, lakini sio rahisi pia kurudi. Jua tutavunja baraza letu Mungu akipenda tarehe 20 kama mheshimiwa waziri alivyoagiza. Lakini wako wengine hapa inawezekana wakawa leo ndo tunaonana ama tunaagana kwa mara ya mwisho. Wengine mimi nikiwa meya na wengine wakiwa madiwani, na wewe umekwisha sema. Na mimi huwa naamini kwa sababu wewe ni political scientist kwamba inawezekana 60% wasirudi. Inawezekana wakarudi 40 hata bungeni ni hivyo hivyo. Kwa hiyo kwa wale ambao hatutaonana, sisi kama tutakuwa tuko nje, muendelee kuishi katika mawazo yetu na maoni yetu na ushauri wetu, ili walau tuweze kuendelea kupiga hatua. Halmashauri hii ni kama siti ya daladala, huwezi kusema ni ya kwako. Unapoondoka kwenye siti, mwingine anakuja anakaa. Kwa hiyo watendaji mkiondoka, watakuja wengine, halmashauri itazidi kusonga mbele. Waheshimiwa madiwani mkiondoka, meya akiondoka, watakuja wengine, wataendelea kusonga mbele. Kwa hiyo ule ushirikiano ambao sisi tumeuonyesha, kama tutakuwepo, mapenzi ya Mwenyezi Mungu, sisi ushirikiano ambao tumeuonyesha, watakao kuja, na kama wengine mpo humu mnanisikia, ambao mnanyemelea nafasi hii, mkifanikiwa kupata nafasi hii, lazima muendelee kutengeneza utulivu, amani na mshikamano na upendo kwenye halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.